Okay, baada ya kombe la dunia kumekuwa na harakati nyingi sana. Of course, moja ya vitu ambavyo pia vimetrend ni kuhusiana na mchezaji wa timu ya taifa ya Brazil na timu ya Real Madrid ya pale Hispania, Vinicius Junior, baada ya kuonekana kwamba amefanya mabadiliko kidogo ya sura yake kutoka vile ambavyo alikuwa before na sasa hivi. Ukimtazama katika picha hii ambavyo anaonekana ni kama kidevu chake kimebadilika. Ni kama amefanya mabadiliko kidogo ya kidevu, na tukitazama picha za awali kama hakuwa na ndevu vizuri, lakini sasa hivi anakuja kama Jason Darulo fulani hivi, lakini sio. Yes, ni mabadiliko ambayo ameamua kuyafanya, kwa maana amefanya surgery ya kidevu kwa ajili ya kuweza kuboresha muonekano wake. So kumekuwa na comment nyingi tofauti kuhusiana na vile ambavyo anaonekana. Wengi wamekuwa comment kwamba muonekano wa awali ulikuwa mzuri zaidi kuliko ambao wameamua kufanya sasa hivi. Tunafahamu kwa namna yote vile unapofanya mabadiliko ya sura, lazima watu wajaji, either good or bad. Yes, hiyo sio issue ambayo nataka nikuelezee zaidi, lakini nataka nizungumze nawe kuhusiana na mastaa wakubwa watano ambao wameshawahi kubadili sura yao kwa kufanya surgery. Na hao mastaa unawafahamu vizuri zaidi, lakini ukitazama muonekano wao ambao walikuwa nao before na sasa hivi ni tofauti kutokana na surgery ambazo wamekuwa wakizifanya tofauti. Mimi naitwa Justin Kosa, ni Loshuri TV. Sasa hapo ni kufahamishe kiundani zaidi ni mastaa gani watano wa mpira ambao wenyewe waliamua kufanya surgery ya kubadilisha sura zao. Kama ndio kwanza unaungana nasi, fanya subscribe, bonyeza alama ya kengele ili kuwa karibu kabisa kuweza kupata story nyingi kama hizi hapa. Sawa, katika ulimwengu wa soka mashabiki wamezoea kuona wachezaji wakibadilisha nywele, mavazi na mitindo ya maisha. Lakini katika miaka hivi karibuni jambo lingine limeanza kuvuta hisia za wengi. Ni mabadiliko ya sura kupitia matibabu ya urembo au upasuaji wa kurekebisha muonekano. So baadhi ya nyota wamekiri wazi kufanya utaratibu huo, huku wengine wakibaki kimya licha ya mabadiliko yanayoonekana. Sasa hii hapa ni orodha ya wachezaji watano maarufu ambao wamewahi kuhusishwa na mabadiliko ya sura. Wa kwanza ni Vinicius Junior, mchezaji wa Real Madrid pamoja na timu ya taifa ya Brazil, ambaye huyu tunamzungumzia kwa sababu hivi karibuni ndiye ambaye ametrendi mara baada ya kutamatika kwa kombe la dunia na timu ya taifa ya Brazil kuondolewa. Vinicius Junior alirejea nchini kwao na kuweza kuamua kufanya mabadiliko ya kidevu chake, kufanya surgery ya kidevu, na alimuita daktari wake binafsi kutoka Marekani jijini Miami. So daktari huyo ambaye anafahamika kwa jina la Dr. Alessandro Alchao, ye alisafiri kutoka Miami kwenda Brazil kwa ajili ya kuweza kumhudumia Vinicius Junior. Na lengo la matibabu hayo ilikuwa ni kufanya kidevu na taya zionekane zenye umbo lililo wazi na lenye uwiano zaidi tofauti na awali. So sio kusudi la kwamba alikuwa na majeraha, no, lakini ni issue za kuweza kujihakikishia kwamba anakuwa na muonekano mzuri na wenye kuvutia zaidi. Baada ya utaratibu huo, picha na video za Vinicius zilisambaa mitandaoni zikionyesha mabadiliko ya sura yake, jambo lilozua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki. Na ripoti nyingine zinaeleza kuwa huenda hakufanya upasuaji mkubwa wa kawaida kwa maana ya open surgery, bali utaratibu wa urembo wa kutumia fillers kwa ajili ya kuweza kuboresha umbo la kidevu, ingawa baadhi ya vyombo vya habari wenyewe vilitumia tu neno surgery. So ilikuwa ni vitu vidogo vya kurekebisha, lakini sisi tunahesabu kama surgery au sio? Yes, Vinicius yeye ameamua kubadilisha sura yake na hivi ndivyo ambavyo anaonekana kwa hivi sasa. Yeye yuko happy, japo baadhi ya mashabiki ni kama wanapondea hivi. Sasa kuna mchezaji mwingine ambaye alishafanya surgery, ni Cristiano Ronaldo. Wengi tunamfahamu Cristiano Ronaldo, inawezekana tunafahamu kwamba sura yake ilivyo hivi sasa, ukijua kwamba labda ndio ilikuwa before. Tazama sura ya before wakati yupo Sporting Lisbon na Manchester United, alafu tazama hivi sasa, unaweza kuona kwamba kuna tofauti mkubwa. Cristiano Ronaldo 2003 hadi 2006 ya yule ambaye alikuja Real Madrid mara baada ya kuweza kuwa mega superstar. So inasemekana kwamba Cristiano Ronaldo naye pia alishawahi kufanya surgery, lakini surgery yake yeye ilikuwa tofauti kidogo na hii ya Vinicius Junior. Yeye alifanya surgery ya meno kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba anakuwepo na mpangilio mzuri wa meno. Ukiangalia meno yake the way ambavyo yalikuwepo katika kipindi ambacho alikuwepo Sporting Lisbon na Manchester United yalikuwa tofauti na sasa hivi. Kitazama amekuwa na mpangilio mzuri. So hata kitabasamu anaonekana yuko
anavutia zaidi, na tunafahamu kwamba Cristiano Ronaldo ni mmoja wa wachezaji ambao wanavutia na wenye mvuto zaidi duniani, akiwa anaongoza kwa idadi ya followers pale Instagram. So hii ni kwa sababu ya mabadiliko ambayo yeye aliamua kuyafanya, kuweza kurekebisha meno yake, kuyapangilia vizuri. Ni kitu ambacho of course nowadays watu wamekuwa wakifanya hivyo, lakini alifanya pia mabadiliko kidogo ya muonekano wa nywele zake. Ukitazama ni kama imekuwa tofauti kidogo na vile ambavyo alikuwa awali. Huyo ndio Cristiano Ronaldo, yeye alifanya mabadiliko hayo. Mchezaji mwingine pia ni Neymar Jr. da Silva kutoka timu ya taifa ya Brazil, lakini pia kwa sasa hivi anatumikia timu ya Santos kutoka kule nchini Brazil. Huyu naye pia alifanya mabadiliko kipindi ambacho anatoka Santos kwenda Barcelona. Ulikuwa ni kipindi ambacho tayari of course hakuwa star sana alivyokuwa Santos, lakini alipoenda Barcelona ni moja ya sajili ambazo zilitikisa sana kutokana na umri wake, lakini pia kutokana na the way ambavyo alikuwa anakuwa protected, kwa maana alikuwa wanamjali sana timu ya taifa ya Brazil, wakimwona kwamba ni mmoja wa wachezaji ambao ni wenye thamani kubwa sana. So ilikuwaje Neymar yeye akafanya surgery, na nini ambacho yeye alifanya surgery? Ni kwamba mwaka 2013 baada ya kuhamia Barcelona, Neymar alifanyiwa upasuaji wa kuondoa tonsils, yani zile tezi za koo, na upasuaji wa kurekebisha septum ya pua. Sasa tukisema septum ni neno ambalo limekaa kitaalamu kidogo, lakini ili ni kurahisishie zaidi, septum ni hichi kipande kidogo kinaonekana hapa ambacho kipo katikati, kinachotenganisha kati ya pua ya kulia na ya kushoto. So sometimes hizi septum huwa zinakuwa tofauti. So kuna wakati mwingine the way kinavyokuwa kinaweza kawa kinapinda afu kikaharibu muonekano wako, sio? Yeye Neymar aliamua kurekebisha hiyo septum ya pua ili kuboresha upumuaji, na yeye haikutangazwa mapema kama upasuaji wa urembo, bali ilikuwa ni uboreshaji wa uwezo wa kupumua. Lakini baadaye alifanywa pia upasuaji wa kifundo cha mguu, yani meniscus, kutokana na majeraha ya uwanjani. Lakini kitu kikubwa ambacho kilizungumzwa ni juu ya upasuaji ambao aliamua kufanya wa kuweza kurekebisha baadhi ya tezi ya koo, lakini pia ile septum kwa maana ya ule ukuta wa pua, ili kuweza kubadilisha muonekano wake, si ndio? Lakini tukimtazama pia Neymar wa kipindi kile, kwa maana kipindi akiwa Santos na kipindi ambacho akiwa Barcelona, na hata sasa hivi alivyo, hawa ni kina Neymar wawili tofauti, au sio? Mtazama vizuri utagundua kwamba hawa ni wachezaji, hao ni watu wawili tofauti, kwa maana kuna mabadiliko makubwa ya kile ambacho tulikuwa tumekiona. Sawa, lakini mbali na taarifa hizo ni kwamba hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa Neymar au timu yake kwamba alishawaifanya upasuaji wa urembo, kwa maana ya hizi surgery za kuweza kurekebisha sura, lakini ripoti nyingi zinaweza kuwa hayo ni makisio yanayotokana na mabadiliko ya muonekano wake wa uchambuzi wa picha, na si taarifa zilizothibitishwa na daktari. So mchezaji mwingine ambaye pia alishaifanya surgery ni aliyewahi kuwa golikipa wa timu ya taifa ya Colombia, kwa maana ya Rene Higuita. Huyu ndiye mmoja wa wachezaji wa kwanza kabisa kujulikana hadharani kufanya mabadiliko makubwa ya sura, na alifanya upasuaji wa pua, lakini pia alifanya upasuaji wa kidevu kama ambavyo alifanya Vinicius, lakini pia alifanya marekebisho ya kope na ngozi pia. Na yeye alifanya kupitia kipindi cha moja ya vipindi vya TV nchini Colombia. Yeye aliweka wazi, yani hakuficha, tofauti na baadhi ya wachezaji. Yeye alisema hivyo kwamba amechoka kuonekana kwamba yeye ana sura mbaya. Yani kuna watu ambao walikuwa kijaji kwamba bwana jamaa ana muonekano mbaya na sura mbaya. So Mwamba akaona ili kuweza kuficha ule ama comment mbaya, basi akaamua kufanya surgery ili kuweza kuboresha muonekano wake. Na of course alionekana poa. Ukitazama the way alivyokuwa mwanzo na baada ya kufanya surgery, yuko handsome. Au sio? So aliamua kufanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anakuwa anavutia zaidi. Sometimes muonekano mzuri pia unavutia masoko, au sio? Tazame Cristiano Ronaldo, tazame Neymar, ni mmoja watu ambao wana endorsement kubwa. Kwa hiyo inawezekana yakawa anachochewa zaidi na muonekano. Of course mchezaji wa mwisho ambaye ningependa tu mzungumzie hii leo ni Ronaldo Nazario. Huyu naye pia anatoka timu ya taifa ya Brazil. Alishawahi kuwa mmoja wa wachezaji ambao ni magwiji katika timu ya taifa ya Brazil, lakini pia tunafahamu kwamba katika kombe la dunia la mwaka huu 2026 yeye pamoja na Ronaldinho walikuwepo kama mmoja wa wachezaji ambao wanahamasisha wachezaji wenzao kwa ajili ya kombe la dunia. Bahati mbaya timu ya taifa ya Brazil haikufika mbali zaidi. So it's not a issue ambayo tulikuwa tunataka tuizungumzie, lakini the issue ni kwamba Ronaldo Nazario alihusishwa na taarifa za kufanya surgery ama tunaita liposuction na matibabu mengine ya urembo mwishoni mwa uchezaji wake, na daktari wake hakuthibitisha wala kukanusha taarifa hizo, lakini Ronaldo mwenyewe alisema maisha yake binafsi ni yake, hivyo asiingiliwe. Kwa hiyo
vyovyote vile atakavyofanya yeye kwake ni fresh. Tazame Ronaldo Nazario wa kipindi kile na sasa, na kipindi ambacho mara baada ya kustaafu walikuwa ni kama ni wachezaji wawili tofauti. Hiyo ni aliamua mwenyewe kuweza kufanya hizo surgery. So hii ndio listi ya wachezaji wakubwa watano ambao wameshawahi kufanya surgery ama mabadiliko ya sura katika kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya wao na muonekano tofauti, either kwa urembo au kwa sababu zao binafsi kama ambavyo wamesema. Lakini kwenye hii listi ya wachezaji watano unaweza kuona kwamba nimezungumzia wachezaji watatu kutoka Brazil. Hivi kwa nini Brazil wanapenda urembo? Inawezekana kuna uhusiano hivi kati ya Brazil na urembo, au sio? Anyway, ni swali ambalo nakuacha nalo. Pia naweza ukatafuta wachezaji wengine ambao wameshawahi kufanya surgery kwa urembo. Of course surgery mtu yeyote anaweza kufanya kwa sababu ya kiafya, sababu ya kimatibabu, but tunazungumzia sababu za urembo, au sio? Hii ni Reushuli TV. Mimi ni Justin Kosan, ndiye ambaye nimekuletea simulizi hii hapa. Of course kwa story kama hizi na nyingine usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Instagram tunatumia Reushuli TV, lakini pia Facebook tunatumia Reushuli TV sawa kabisa, na kule TikTok tufuate pale, tufollow ili kuwa karibu kabisa na updates zetu. Pasina kusahau nyuma ya kamera ni Madam Salma Slay.